Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi bado ninakustaajabu wewe ambaye unaamini matatizo yako yameshindikana, shida zako zimeshindikana, mitihani unayopitia imeshindikana, mabalaa na majanga mbalimbali yanayokutesa katika maisha yako hadi kukutoa machozi usiku na mchana, unaamini kuwa yameshindikana. Ni kweli matatizo yako yameshindikana. Unajua kwa nini yameshindikana? Kwa sababu sehemu zote ulizozunguka ulikuwa ukiwaendea viumbe. Kama ulikuwa ukienda kwa waganga, mganga ni kiumbe. Kama ulikuwa umeenda kwa shekhe kufanywa dua, shekhe ni kiumbe. Kama ulikuwa umekwenda katika majalis mbalimbali na vituo mbalimbali vya dua, vinaendeshwa na viumbe. Viumbe ambao ni dhaifu, wanalala kama wewe, wana udhaifu mkubwa kabisa. Ni kweli hawa hawana uwezo wa kutatua changamoto zako, hawana uwezo wa kutatua shida zako, hawana uwezo wa kumaliza mitihani yako ila kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unajua ujinga wako ni nini? Na unajua ujinga wako ni nini? Na unajua ujinga wako ni nini? Na unajua unapokosea ni wapi? Na unajua unapokosea ndugu yangu ni wapi? Ambapo wapo unafeli kuliko pindukia. Unaamini ya kuwa sasa haya matatizo uliyokuwa nayo hayato kuwa na njia ya ufumbuzi tena, basi wewe ni wa kuangamia. Ukasahau kwamba kuna Mungu asiyeshindwa na kitu, asiyelala wala kusinzia, bingwa wa mabingwa. Akitaka kitu chake ukiambia kuwa kikawa vile alivyotaka yeye kikawa. Bado kaendelea kuamini mimi shida zangu zimeshindikana, eti kwa juhudi chache ulizowahi kuzifanya za kuamka usiku. Nasikia mashehe wanasema amka usiku, mimi nimeamka. Wanasema tumsalie mtume, mimi nimemsalia. Wanasema ukisoma uradi huu utapata, mimi nimefanya. Mbona sipati? Basi kwa miezi yako miwili, miezi yako mitatu kufanya ibada zako hizo ulizozifanya, hapo na kama mambo hayajakuendea vizuri, ndio unakata tamaa kabisa. Unaona matatizo yako tena njia nyingine hayana. Kama kuna ujinga na upumbavu wa mwisho unaufanya ndugu yangu, basi wallahi ni huo. Usiende kwa mganga kwa sababu ushakwenda, si ndio Tubia madhambi katika hilo. Usiende tena kwa shekhe, ushazunguka mashekhe wengi, sawa Usioge dawa, ushaoga dawa nyingi sana, sawa Wala usifanye harakati nyingine yoyote kwa kiumbe kama wewe, kwa sababu ushawaendea sana viumbe. Alafu si bado matatizo yako hayajaisha. Mimi nataka nikufundishe kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna linalomshinda. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye pekee aliyebakia wa kukufariji na kukufuta machozi pamoja na hiyo tamaa uliyoikata. Wallahi ninakuapia, kama kuna ujinga unaufanya ndugu yangu, kama kuna ujinga wa mwisho kabisa na upumbavu uliopindukia, basi ni wewe kuamini kuwa pamoja na ibada unazozifanya Mungu hawezi kuondolea shida zako. Pamoja na ibada unazozifanya Mungu hawezi kuondolea matatizo yako. Huo ni ujinga na upuuzi wa mwisho kabisa ndugu yangu unaofanya. Kwa sababu unayemuelekea hana linalomshinda, kwa sababu unayemuomba hakuna linalomshinda, na yeye ana hikma zake, muda gani wa kukujibu na muda gani wa kukupa. Ukikata mguu kwa mganga ni vizuri kabisa. Ukikata mguu kwa shekhe mimi naona ni sawa tu. Ukikata mguu kwa wasoma dua ni sawa tu. Wewe mwenyewe una uwezo wa kupambana baina yako wewe na baina ya Mola wako. Wallahi alazim, baina yako wewe na baina ya Mola wako, ukamaliza shida zako. Hili linawezekana, wala usiwe na wasi ndugu yangu. Kwa nini unapata wasi? La tasalanna ibn adama hajata. Shida zako usizipeleke kwa kiumbe ndugu yangu. Matatizo yako, mitihani yako usiipeleke kwa kiumbe. Wasalilladhi abwabuhu la tuhjabu. Elekea kwa Mwenyezi Mungu. Allah milango yake haifungwi, muda wote iko wazi. Allahu yaghdhabu in tarakta sualahu. Ukiacha kumuomba Mungu, ukakata tamaa, ukaona Mungu hawezi kukusaidia mitihani yako, jua Mungu anachukia, jua Mungu anakasirika, jua Mungu anaghadhibika. Na Allah akikughadhibikia unaangamia, unateketea, unamalizika kabisa, unapata shoti na hasara za hali ya juu. Sasa sikiza nikwambie, wewe si una mtihani wa riski yako ni ngumu, riski yako ni nzito, riski yako haieleweki maskini. Inafika hatua mpaka hujui kesho utakula nini. Wewe si una maradhi yamekutesa muda mrefu, maradhi yamekutafuna kwa muda mrefu sana. Wewe si haujaolewa, unatafuta ndoa muda wote. Wewe si unaolewa na kuachika daima, hautulii. Wewe si hujaoa, unatafuta mwanamke inashindikana. Wewe si hauna kazi, umesoma, una mavyeti lakini kazi haupati. Wewe si unafanyiwa fitna. Sikiliza ndugu yangu, mimi nakufunza njia mujarabu sana
ina maajabu makubwa ndugu yangu. La taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, wala usikubali shetani akachezea na imani yako. Shetani ukampa nafasi akachezea imani uliyokuwa nayo, kwamba ushaomba sana wewe usiku, wacha tena Mungu hawezi kukupa wewe una madhambi mengi, wewe una kadha, eti kwa sababu uliteleza ukafanya dhambi fulani na dhambi fulani na dhambi fulani, eti ukao unajihukumu, mimi Mungu hawezi kunijibu tena, mimi Mungu hawezi kunitatulia shida zangu. Who are you babangu? We nani mpaka Mungu asikutatulie matatizo yako? Ni makubwa gani uliyoyafanya mpaka Mungu asikutatulie shida zako? Kumbuka ya kuwa maasi, kumuasi Mwenyezi Mungu au kutenda makosa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Hakuna binadamu asiyekosea. Umekosea na umeteleza kiubinadamu tu, ni ubinadamu umekupitia. Rudi kwa Mungu, tia azma maasi uliyotenda hutorudia tena. Rudi kwa Mungu, mwambie Mungu nimekoma, nisamee Mola wangu. Kama ikiwa dhiki ninazopitia na mitihani ni kwa sababu nilikukosea Mola wangu, naomba nisamehe Allah, nitengenezee mambo yangu. Natamani urafiki baina yangu mimi na wewe, natamani mahusiano mema baina yangu mimi na wewe. Usiniache Mola wangu, nishangaika sana wewe Allah, unajua nimekwenda kwa mganga, nimekwenda kwa mashehe, viringe vya dua, majilisi za dua, kote nimekwenda, mambo magumu. Mungu, ni mimi na wewe katika usiku huu Mola wangu. Ukiniacha wewe sina mwingine wa kuninusuru, ukiniacha wewe sina mwingine wa kuninusuru. Kwa nini ukate tamaa na ujihukumu kabisa eti matatizo yangu mimi hayatakuwa? Nisikilize sasa, mimi nakupa njia. Nisikilize ndugu yangu kwa makini, nakupa njia bora, the best way. Itakusaidia kuondosha changamoto zako, itakusaidia kuondosha matatizo yako. Amka usiku ndugu yangu. Usiku na siri kubwa. Usiku na siri kubwa. Amka saa 8 usiku, saa 9 usiku, saa 10 usiku, usiku wa manane. Amka. Alafu tenda programu hii, wala misikupi siku nyingi. Wallahi nakuapia kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, programu hii nakupa mimi siku 7 tu. Weka imani, weka yakini na ikhlasi, alafu utaona baada ya kumaliza programu hii nini kitakuja kutokea katika maisha yako. Ukiamka usiku ndugu yangu, chukua udhu wako vizuri, wala sikwambii uswali. Ukiamua kuswali, hiyo ni khiari yako, lakini wewe amka, kaa katika kitako. Ukishakaa katika kitako, sema maneno haya mara 100. Sema hivi: astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa. Yaseme haya maneno mara 100. Ukishamaliza kusema haya maneno mara 100, sema hivi: Allahumma salli ala Muhammadi nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima. Yaseme haya maneno mara 100. Ukishamaliza kusema hii swala ya mtume mara 100, sema hivi: ya khairur raziqina ya khairur raziqina ya khairur raziqina ya khairur raziqina. Haya maneno yaseme mara 100. Ukishamaliza kuyasema haya maneno mara 100, nisikilize vizuri ndugu yangu, sujudu pale ulipokaa pale. We sujudu pale ulipokaa, sio sigda ndani ya swala, pale ulipokaa sujudu. Ukisha sujudu sema Kiswahili, mwambie Mola wangu mlezi Allah, wewe ni shahidi, jicho lako halina mipaka. Umeshashuhudia namna nilivyohangaika na namna nilivyoteseka. Mungu, umeshashuhudia namna nilivyohangaika sehemu mbalimbali kwa matatizo yangu. Ya Allah, sina mtoto. Ya Allah, sina kazi. Ya Allah, riziki zangu ngumu. Ya Allah, sijaolewa. Ya Allah, sijaoa. Ya Allah, nijalie nipate kazi iliyokuwa bora. Ewe Mwenyezi Mungu, nafanyiwa fitna. Ewe Allah, na kadha, nataka kadha, iwe hivi. Hii program baba yangu ifanye kwa muda wa siku 7. Ninakuapia kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama hautokuja kuona maajabu makubwa kwa idhini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, utakuja kuona hali tofauti na vile ulivyotarajia na vile ulivyotegemea. Usikate tamaa, weka imani, weka yakini, weka ikhlas. Utamuona Mwenyezi Mungu atakavyokutendea miujiza katika njia hii. Usikate tamaa baba yangu, pull up your socks. Kaza vizuri mkanda wako ndugu yangu. Simama kwa Allah. Mungu hashindwi na kitu. Allah anaona shida unazopitia. Allah anaona mitihani unayopitia. Allah anaona machozi yanavyokutoka. Mungu anaona. Itumie hiyo nafasi kusema naye. Siku 7 mfululizo fanya programu hii. Usiku wa manane biidhnillahi alkarim.
utakuja kuona maajabu makubwa sana biidhnillahi alkarim. Naomba Allah ukitenda haya basi Mungu akakutendee miujiza mikubwa kabisa ambayo hukutegemea wala hukutarajia kwa idhni yake. Shukran lakum, jazakumullah khair. Salamu alaikum wa rahmatullahi